Nimekuja kuaga kwa sababu mimi sio mkuu wa mkoa tena wa Arusha. Nimekuja kwa mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, nimekuja kuwashukuru madaktari. Na naomba makofi yao mengi sana jamani. Nimekuja kushukuru madaktari kwa kazi nzuri wanayoifanya, ambao kazi hii wameanza sio Jumatatu, walianza mapema kabla ya Jumatatu. Maana yake leo siku ya Ijumaa, wenzetu Ijumaa iliyopita walikuwa wengine safarini kuja Arusha. Kwa hiyo walianza kwa kujipanga kusafiri kutoka kwenye maeneo yao, lakini zaidi ya yote kujiandaa kwa kuwa na dawa na vifaa vyote. Na leo mganga wa mkuu wa mkoa ameniambia tayari idadi ya watu takriban 9,500 wameshahudumiwa katika viwanja vyetu hivi. Mpigeni Mungu makofi jamani. Idadi ya watu 9,500 sio idadi ndogo. Watu hao walikuwa majumbani hawana dawa, walikuwa majumbani wanaumwa, hawana pesa ya kutumia kulipa gharama za matibabu, gharama za vipimo. Lakini kwa mkono wa Mungu na huruma yake, chini ya rais wetu Daktari Samia, wameondoka wakiwa wameonwa na madaktari, wamepimwa, wamepatiwa na dawa. Ni jambo kubwa sana na la baraka kwa Mungu wetu na kwa kiongozi wetu, rais wetu wa nchi yetu Daktari Samia. Kwa nimekuja kuwashukuru kwa niaba yenu madaktari wote kwa kazi nzuri wanayoifanya. Nimekuja kuwapongeza kwa niaba yenu, na nimekuja kuwaomba muda wao waliojitolea katika utumishi wa afya, basi Mungu wetu akawabariki maradufu, na siku ya uhitaji wao awainulie watu watakaosimama pamoja nao. Jambo la pili, nimekuja kuwashukuru ni nyinyi mliokubali na kuamini kuja. Kuna watu wengine wamepata taarifa hizi wakasema, mimi siendi, nitajisumbua, foleni itakuwa kubwa. Akaona ni bora abaki na ugonjwa kuliko kuja kutafuta majibu ya changamoto inayomsumbua. Lakini nyinyi mmenyanyuka, mmekuja, mmeamini katika kauli na wito tuliotoa, mmeamini kwa serikali yenu ya Daktari Samia, mmeamini madaktari wenu, mmekuja. Na ndio hii idadi ya kuanzia Jumatatu mpaka leo watu 9,500 wameshatibiwa. Ni hatua kubwa sana, na wapongeze sana kwa imani yenu, na muendelee hivyo hivyo kuiamini serikali yenu chini ya Daktari Samia. Jambo la mwisho lililonileta hapa, jambo langu la mwisho la tatu ni kuja kuwaaga. Tunaye mkuu wa mkoa wa Arusha ambaye Jumatatu atakuja kuanza kazi. Kwa nimeona nitumie fursa hii ya leo ya siku ya Ijumaa kuja kuwaaga wagonjwa wote na watu wote waliokuja katika viwanja hivi kwa ajili ya kupata matibabu na huduma bure ya serikali, ya kwamba Makonda sio mkuu wa mkoa tena wa Arusha. Na nimeona ni vyema msibaki kusikia kwenye vyombo, nije kuwaaga na kuwashukuru sana kwa kuendelea kuniamini, kuniunga mkono, na pale nilipowaita kuitika. Na hatimaye kazi sio kwamba tu nimeifanya peke yangu,
tumefanya wote. Ninawaaga madaktari nikiwa na moyo wa shukrani kwao, tukianza na mganga wetu mkuu wa mkoa. Mwaka jana tulifanya zoezi hili kwa mara ya kwanza kwenye mkoa wetu. Nilimpa maelekezo, tukapanga mipango, na sababu moja kubwa ya kufanya zoezi hili, najua moyoni mwangu kuna watu wako wanamuomba Mungu akiwa nyumbani kwao, wanalia hawana pesa ya kwenda kuwa na kipimo, wanalia hawana pesa ya kununua dawa. Wengine wamepata dawa zimeishia njiani, hawajamaliza dozi kwa sababu wamekosa pesa ya kwenda kununua dawa zingine. Mungu akaniambia nianzishe zoezi hili, na nikamwomba rais wangu Daktari Samia Suluhu Hassan akakubali. Ndio maana mwaka jana tulihudumia watu 32,000. Nikasema jambo hili ni jema, lina baraka mbele za Mungu, na mwaka huu tumelifanya tena, na hivi tunavyoongea zaidi ya watu 9,500 wameendelea kupata huduma, na kesho itakuwepo, na kesho kutwa itakuwepo, maana yake idadi itaongezeka. Nimeona si vyema kukaa huko. Nimesema nije niseme jamani, kwaherini. Asanteni kwa upendo wenu, asanteni kwa kuniombea, na asanteni kwa kuiamini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na asanteni kwa kunipokea kwa mapenzi mazuri. Nimefanya kazi na nyinyi vizuri, tumeishi vizuri. Kwa hiyo kwa niaba ya madaktari wote wa mkoa wa Arusha na madaktari wote waliotoka nje ya mkoa wa Arusha, waliotoka Ocean Road, amekuja mpaka mkurugenzi mkuu JKCI, Benjamin Mkapa, hospitali za watu binafsi na za serikali, kwa niaba yenu wote ninaomba nimshukuru daktari wa mkoa, nimshukuru kwa kazi nzuri, niwashukuru mpaka manesi na wauguzi, mpaka na madereva walikuwa wanaendesha magari, kwa maana kazi yote hii tumeifanya kwa mapenzi makubwa, kwa uwepo wa Mungu, kwa ushirikiano mkubwa. Na leo ninapowageni, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu ya kwamba kazi nimeifanya. Baada ya kusema hayo,